Tumsifu Yesu Kristo, uhuru wa Yesu, Mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kufuatia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Warumi sura ya 10. Tutaanza na siri ya kwanza, dua ya Paulo kwa watu wote na Wayahudi waokolewe. Warumi 10 mstari wa 1 hadi wa 4. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Na washuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki. Nini cha kujifunza hapa? Injili ya Yesu Kristo ipo ili kuwaokoa watu na sio kuwahukumu watu. Kuchelewa kwa Yesu Kristo kurudi mara ya pili ili watu wote waifikie toba na kuokolewa. Hakuna haki katika Torati itakayowaokoa waaminio Torati, bali tunaokolewa kwa imani ya Yesu Kristo na agano lake jipya na la milele. Siri ya pili, wokovu ni kwa watu wote wamwaminio Yesu Kristo. Warumi 10 mstari wa 5 hadi wa 16. Kwa maana Mungu aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, usiseme moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Yani ni kumleta Kristo chini. Au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni? Yani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ni lile neno la imani tulihubililo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wamhubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubilio habari njema. Lakini si wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Nini cha kujifunza hapa? Ukimwamini Yesu Kristo lazima uokoke, hata kama utajikwaa na dhambi namna gani. Ukimwita Yesu Kristo lazima akuokoe. Lakini utamwaminije Yesu pasipo kusikia sauti yake? Na utamsikiaje Yesu Kristo pasipo wahubiri?
Na wahubirije watu pasipo kutumwa na Yesu? Kumbuka neno la Mungu kupitia Isaya linasema, ni nani aliyeziamini habari zetu? Hivyo tii sauti ya Yesu Kristo kwa kutubu, kusamehe, kutohukumu, kuwa na upendo wa kimungu na kuombea wengine, usije ukaikosa mbingu. Siri ya 3, chanzo cha imani ni Kristo. Warumi 10:17 hadi 21. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia, sauti yao imeenea duniani mwote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Lakini nasema, je, Waisraeli hawakufahamu? Kwanza Musa anena, nitawatia wivu kwa watu ambao si taifa, kwa taifa lisilo na fahamu nitawaghadhibisha. Na Isaya anao ujasiri mwingi asema, nalipatikana nao wasionitafuta, nalidhihirika kwao wasioniuliza. Lakini kwa Israeli asema, mchana kutwa naliwanyoshea mikono watu wasiotii na wakaidi. Nini cha kujifunza hapa pia? Imani katika jambo lolote inatokana na neno la Yesu Kristo. Na imani chanzo chake ni kusikia sauti ya Yesu Kristo katika injili yake. Hivyo ukisikia sauti ya Yesu Kristo na usiamini, tambua umekataa neema na wokovu, na uwe na uhakika kabisa siku ya mwisho Yesu atakukana mbele ya malaika. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.